as I have said, market structure ni nini? Tuanze na kitu kimoja kwamba kama nilivyosema, leo tunaanza na kitu ambacho tunakiita market structure. Leo tunaanza na kitu ambacho tunakiita market structure. Market structure ni nini? Market structure ni series of highs and lows ambazo zinazotengenezwa katika soko la forex. Sawa? Ni series of highs and lows which are printed in the forex market. Sawa? Na hizi series of high and lows huwa zinakuwa zina determine the price movement to the specific direction, kwamba tunatarajia tunaposema market structure ni huu muonekano kwamba wa soko la forex unavyoiona likiwa likitembea kwenye namna kama hii. Sawa? Likitengeneza high lows au likitembea katika namna hii. Sawa? Au soko likitembea katika namna hii. Kwenye lugha nyepesi, kwenye lugha ya kawaida, kuna watu wanasema market structure tunaweza kuita kwamba ni trend of the market. Ni trend. Kama tunafahamu kwamba trend huwa inakupanda na kushuka. Sawa? Lakini kiuhalisia tunaposema trend huwa tunamaanisha kwamba ni hizi series ambazo unaweza kuziona kwamba market yako inakuwa inakutengenezea, let's assume a structure like this one. So and the way unavyoona hivi, sawa, hizi series of high, hizi structures zinazotengenezwa kupanda na kushuka, kupanda na kushuka, hii ndo ambayo tunaita nini? Tunaita market structure. So kwa unaposema market structure nakuwa namaanisha ni hizi series of high and the lows ambazo tunazoziona katika soko la forex. Lakini kwenye soko la forex guys, kama nilivyosema, market structure wakati mwingine tunaita nini? Tunaita trend. We have three types of trend. Sawa? Tunazo aina tatu za trend, ambayo aina ya kwanza huwa tunaita ni nini? Huwa tunaita ni uptrend. Uptrend. Sawa? Au katika lugha nyingine huwa tunasema ni nini? Ni bullish nini? Bullish trend. Na aina nyingine huwa tunasema ni downtrend au kwenye lugha nyingine huwa tunasema ni nini? Bearish trend. Sawa? Na aina ya tatu huwa tunasema kwamba ni ranging market. Tuko pamoja? So kwa hiyo kwa hiyo huwa tunasema kwamba kwenye soko la forex tunazo hizi hapa aina tatu za trend as you see. Sawa? Sasa tuanze kuangalia kipengele kimoja kimoja. Tunaposema uptrend ni nini? Sawa? But all in all tunapokuwa tunasema kwamba tunayo uptrend, downtrend and we have a ranging in the market. Sawa? Inabidi tuweze kutambua kwamba kwenye kila movement, kwenye kila aina ya trend huwa tuna movement mbili ambazo huwa ndio zinapatikana kwenye zinazotengenezea hizo trend, ambapo movement ya kwanza huwa tunaiita impassive. Sawa? Na movement ya pili huwa tunaita ni collection. Sawa? Au hii hapa impassive in other way huwaga watu wanaita ni nini? Huwa wanasema ni expansion. Sawa? So kwa hiyo tunaposema sasa, kumbuka niliwaambia kwamba market structure au trend ni the way price inavyokuwa inatengeneza series of high and lows. Assume kwa mfano
uione price yako labda iwe inatengeneza structure za kwenda juu, sawa, ndio inafanya vitu kama hivi, inaenda kutengeneza series za kuelekea juu in this way, sawa. Sasa kumbuka nimekuambia tunazo movement mbili. Movement ambayo huwa inaanza hii ya kwanza, hii ambayo unaiona hii, sawa, huwa tunaita nini? Huwa tunaita ni impassive, huwa tunaita ni impassive, au tunaweza kusema in a simple huwa tunaita expansion, sawa. Huwa tunaita ni expansion, and this one here movement ambayo price huwa inarudi ndani, huwa tunasema ni nini? Tunasema ni retracement, sawa. Huwa tunaita ni retracement au collection, huwa tunaita ni collection as you see here. Kwa hiyo huwa tunasema kwamba price inatembea kwenye movement kama hizo. Kwa hiyo hapa huwa ni expansion, and this one here ni expansion. Hii hapa ni retracement, sawa. Hii hapa ni expansion, hii hapa ni expansion, the next move itakuwa retracement. Kwa nini tunakuwa tuna expansion and retracement? Iko hivi, unaona hii expansion ndio ambayo huwa tunasema ni powerful movement, ambayo either buyers au sellers ndio wanakuwa wamelicontrol soko, sawa. Kwa sababu gani? Ili uweze kuona kwamba price ina buy kwenye soko la forex, ili uweze kuona price ina buy, sawa, price ina buy, inabidi buyers wawe ni wengi kuliko idadi ya nini, ya sellers. Kwa hiyo unapoliona hata soko lako lina buy, haimaanishi kwamba hakuna sellers kabisa, no, wanakuwa wapo lakini wamezidiwa nguvu, sawa. Hiyo ni kwenye mazingira kama ukiona price inaenda juu. Kwa hiyo huwa tunasema movement ambayo inakuwa na nguvu ni expansion, movement inarudi ndani ni nini? Ni collection and then expansion. And also if you see the price is moving in a downward direction, the same applied, kwamba huwa tunasema ile movement ambayo inakuwa na nguvu, sawa, movement ambayo inakuwa na nguvu, hii huwa tunaita ni nini? Hii huwa tunaita ni expansion. This one is what we call expansion, and this one is what we call retracement. Hii movement ya chini huwa hii huwa tunaita ni nini? Retracement. Also this one tunaita nini? Expansion. This one retracement. This one expansion, and the next move is what we call retracement. So kama nilivyoelezea kwamba huku juu nimekuambia kwamba tunazo aina tatu za trend, sawa. Kwenye hizo aina tatu za trend huwa zinakuwa comprised, sawa, zinakuwa comprised of 4 swing points. Kila movement kwenye soko la forex we have 4 swing points, ambazo hizo swing points zipo kama zifuatazo, ambazo swing point mbili zipo specific for the bullish market structure for the upward trend, and the 2 swing points specifically for the down trend. So ambapo huwa tunasema hivi, swing point ya kwanza huwa tunasema ni higher high, ni higher high, ni higher high, ambayo kifupisho chake huwa tunasema huwa tunaita ni HH this way. And also we have another one which is what we call higher low, higher low, sawa. Hizo mbili zinatumika for the bullish trend, ambayo trend higher low. And another one ya tatu huwa tunasema kwamba ni lower high, ambapo hii huwa inaanza kutumika kwenye nani, downward trend, ambayo ni lower high. And also another move is what we call lower low, sawa, ambapo wenyewe kifupisho chake watu wasema ni LL, na huwa inatumika kwenye nini, downward trend. So let's look at the illustration. Tunapozungumzia bullish trend na kwa namaanisha kitu gani? Bullish trend ni aina ya movement, au tunaweza kusema kwamba ni pale ambapo tunapoona market inapokuwa ina trend kwenda juu, sawa,
tunapoona kwamba price inapokuwa inatengenezea series of highs and the lows, but all of these highs zinazotengenezwa lazima zije kuwa above the previous one, kwamba high inayotengenezwa nyingine lazima iwe kubwa, iwe juu kuliko nini nyingine. Kwa market ya namna hii ambayo unaiona inakuwa ina trend kuelekea juu, sawa, huwa tunasema hiyo ndio up trend. Na huwa inakuwa imetengenezwa na vitu gani? Huwa inakuwa na movement ambazo zifuatazo. Ya kwanza huwa inakuwa na hizi nini, movement ya kwanza huwa tunaita ni nini? Ni high, sawa, and then the next move huwa tunaita this one huwa ni nini? Ni lower low, sawa. Hii ni lower low, and then we have this one is what we call higher high, and also this one is what we call very sorry. This one is what we call higher low, and this one higher high. Also this one huwa tunaita nini? Huwa tunaita higher low again. Kwa hiyo huwa unapoona soko la kutengenezea series of higher high and higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, hiyo ndio huwa tunaita ni nini? Ni bullish market structure. And also for the case of bearish market structure, unapoona price market yako inakutengenezea series like this one, kwamba unapoona low inakuwa price ina trend in this way, unapoona price ina trend in this way, sawa, kwamba low zako price kila inapokuja lazima izidi ifunge below the previous low, sawa. Hii ndio tunasema huwa ni nini? Ni downward trend. Na ukiangalia hata nikikucholea kawaida, nikikwambia kwamba bullish trend, maana yake tunaona kwamba tunapanda, sawa, lakini nikisema bearish trend maana yake tunakuwa tunashuka. So kwa hiyo bearish trend inatengenezwa na vitu gani? Na yenyewe inatengenezwa na hizi movement mbili, movement ya tatu na nne, ambazo hizi swing point mbili ambazo ni lower highs and the lower low. Kwa hiyo huwa na yenyewe inatengenezwa na lower highs. Ya kwanza tunaita high, and then the next move hii hapa itakuwa ni nini? Lower low, and then this one move will be a lower high, and also the next move is just lower low. Hapa tunapaita lower low, and the next move is what we call lower high, and then the next move is what we call a lower low, sawa. Kwa bearish trend huwa inatembea ikiwa inatengeneza series of this move. Kwa tunapona mara nyingi, ili tuweze kusema this bearish trend inabidi tuone kwamba price iwe inafunga chini, Ikitokea kwamba price haijafanikiwa kufunga chini, ikitengeneza kitu kama hichi, sawa, price ikitengeneza hivi alafu ikaanza kwenda juu, maana yake kwamba here is the end of bearish trend. Hapa ndio panakuwa ni nini? Ni mwisho wa bearish trend. The same apply to the bullish trend, kwamba ikitokea price yako ikaja kutengeneza hivi tena, sawa, lakini ikashindwa ku close above. Since the price failed to close above, maana yake kwamba ika trend in this way, maana yake hapa ndio mwisho wa nini? Hapa ndio mwisho wa upward trend. Here is the end of upward trend, na price inaanza kugeuka, sawa. So kumbuka mwanzo nimewaambia kwamba kwenye bullish trend maana yake kwamba buyers ndo wanakuwa ni wengi kuliko sellers. Since kwamba kwa kuwa buyers ndo wanakuwa wenye nguvu, maana yake wao ndo watakao kuwa wanalicontrol soko. And the same apply to the bearish trend, as I've said kwamba hapa sellers ndo wanakuwa ni wengi, kwa hiyo hapa sellers ndo watakao kuwa wanalicontrol soko. Kwa hiyo hii movement ndogo ambayo unaona kwamba inapandishwa na soko, sawa, inarudi ndani, ambapo kwamba tukumbuka nimesema tuna expansion, retracement. Kwa hiyo retracement au pullback ni movement ambayo buyers wanakuwa wanajaribu kuipush price, kuipandisha juu kwenye downward trend, sawa, lakini kwenye upward trend naposema retracement, movement ya kurudi ndani, ni movement ambayo sellers wanakuwa wanajaribu kuipush price ielekee chini, sawa, lakini wanakuwa wanazidiwa nguvu. Kwa sababu gani? Buyers wanakuwa ni wengi zaidi kuliko sellers, sawa. Also I have three types of, I have another
have a third types of trend ambao huwa tunaita ni ranging in market. Ranging in market inakuwaje? Ranging in market ni aina ya market ambayo tunashindwa kudetermine sellers and the buyers wapi ni wengi. Kiufupi wanakuwa wamebalance power. Sawa? Kumbuka nimwambia kwamba ili price tuweze kuiona ina sell, sawa? In order for the price to sell, maana yake sellers lazima wawe wengi kuliko nani? Kuliko buyers. Sellers must be greater than buyers, and for the price to buy, sawa, we have to see uh, buyers ni wengi kuliko nani? Kuliko sellers. Are we together? Okay, thanks. Okay, thanks. Hayo ndio mazingira. Sasa kama ikitokea buyers and the sellers wanalingana nguvu, sawa? Buyers and the sellers ndio tunakuja kuipata hiyo range in market ambayo sasa yenyewe huwa inakuwa inaonekana in this way. Yenyewe huwa inakuwa inaonekana in this way kwamba hapa utaona price yako ikifanya vitu kama hivi. Price inaenda this way. And then normally range in market huwa ina price inaenda ina react kwenye levels mbili, sawa? Price huwa inaenda ina react kwenye levels mbili ambazo hizo level huwa tunaita ni level of support and resistance, sawa? Huwa tunasema ni levels of support and resistance. Tunasema resistance ni nini? Resistance ni level ambayo inazuia price isiende juu, sawa, na support ni level ambayo inazuia price isiende wapi? Isiende chini, isishuke chini zaidi, sawa. Kwa hizo ndio nini? Hizo ndio level mbili. Kwa price kwenye range market structure, price inaenda ina trend kwenye level of support and resistance. Sasa huwa tunashindwa kuweza kutrade haya masoko ambayo yapo in range kwa sababu tunashindwa kujua ni watu gani ambao wanalicontrol soko, either sellers au buyers. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa mimi na wewe kwenye soko la forex tutajikita zaidi kwenye kutrade aina mbili za soko ambazo aina ya kwanza kama nilivyosema ni nini? Ni up trend, na aina ya pili ni down trend. Sawa? So sasa ili uweze kudetermine trend, sawa? Ili uweze kudetermine trend of the market, cha kwanza inabidi uzingatie structure kubwa kubwa, sawa? Structure kubwa kubwa. Kwa sababu gani nasema hivyo? Soko la forex halijanyooka kama nilivyokuelekeza mimi, kama nilivyochora hivi, sawa? Kama nilivyochora hivi, no. Soko halitembei kwenye mazingira kama hayo, sawa? Soko la forex linakuwa na grafu za kupanda na kushuka ambazo zinatengeneza mkanganyiko. Utaona kwamba soko litakuwa linatembea kwenye mazingira utaona kama vitu viko hivi, sawa? Utakuwa unaona kama vitu viko kama hivi, utakuwa unaona mkanganyiko kama huu. So hebu tujiulize, sawa? Ukikutana na mkanganyiko kama huu, utaniambia hiyo ni trend gani? Kitu ambacho unatakiwa ukiangalie wewe, sawa? Unatakiwa uziangalie hizi high and low ambazo zimetengenezwa na structure kubwa kubwa, hizi high low, sawa? Na hello. Oh. Akipata access ya internet atauliza. So inabidi uziangalie hizi high and lows, sawa? Na wewe usiconsider hizi structure ndogo ndogo ambazo zinatengenezwa. Kumbuka kwenye soko la forex nimekuambia kwamba price inatembea due to the competition between the sellers and the buyers. Kwa hiyo wewe unaangalia hizi series, hizi high low zimekaa katika mazingira gani? Ukiona kwamba huyu high ya kwanza ilitengenezwa
alafu then the next high imetengenezwa iko juu ya previous one, sawa. Low imetengenezwa and then the next low imekuja kwa nini ni juu kuliko the previous one. Maana yake utajua kwamba hiyo ni nini? Ni bullish trend, sawa. Utajua hiyo ni bullish trend, na huwa tunarahisisha kwa kuchukua mstari hii hapa path line, tunachora kuanzia hapa tunapandisha mpaka kwenye high iliyo juu kabisa, tunashusha mpaka kwenye low ya chini kabisa, tunapandisha mpaka kwenye high ya juu kabisa, mpaka kwenye low ya chini kabisa, tunafanya tunapandisha. So by looking to this one, hii imesimplify, maana yake mimi naanza kujua structure zangu zinaenda kwenye mazingira kama hayo, sawa. Kwa hapo mimi nakuja kwamba hii hapa ni high low high low high low, najua kwamba hiyo ni bullish trend. And also another example this one, how this one example and I have, let's assume kwamba tuko kwenye bearish market structure. As you see, unaona price yako ina trend in this way. Price haitonyoka moja kwa moja brother, sawa, haitonyoka moja kwa moja, itakutengenezea vitu kama hivi as you see, and then itakuwa ina trade as you see. Sasa na the way unavyoona hivi, sawa, the way unavyoona hivi, hii ndio trend halisi ya soko la forex. Kwa hiyo kwenye downward trend utaangalia kwamba hii si ndio haya yangu, si ndivyo, ambapo ni nini, ni haya high, si ndivyo, and this one is what we call lower low. Inabidi lower low yangu iwe chini zaidi kuliko the previous lower low, sawa, na hii hapa inabidi iwe chini ya huyu hapa, sawa. Inabidi nikichora hivi nione kweli soko langu lilikuwa linashuka, na huwa tunarahisisha kwa kuweza kujua the real structure kwa kuchukua mstari, then unakuja kuangalia lower yangu, high yangu, lower yangu, high yangu, lower yangu. So huwa tunasema ukiona hivyo ndio unaweza kusema kwamba this one is downward trend and this one is upward trend. Let's look at the example. Twende kwenye mifano, twende kwenye mifano. Tuanze na kipengele kimoja baada ya kingine. Tuanze kwenye upande wa bullish trend. Let's look here. Tukiona hapo tunaona nini jamani? Tukiangalia hapa, price inatengeneza kitu gani kwenye hizo aina tatu za trend ambazo tulizosoma? Ukiangalia hapa guys, tunachokiona upward. Yes, that is meaning. Sawa. Sasa tunaweza kudetermine ipi ilikuwa high na ipi ilikuwa ni low. Cha kwanza utachukua line hii hapa pa slide yako, utaanzia pale price ilipoanzia, utapandisha. Hiyo ni nini? Ni high, then low na higher low, si ndivyo? This one what? Higher high, si ndivyo? And this one higher low. This one here movement nyingine ambayo ilikuja ku close above sio hii, not this one. Kwa sababu gani? Hii hapa high iliyotengenezwa hapa iko chini ya huyu, iko chini ya huyu. Kwa hiyo tutaenda kuangalia high ya juu kabisa. Hii hapo ilikuwa ni nini? Hiyo ilikuwa ni higher high, and this one is what we call lower high. Another tukaja kupata hii hapa ilikuwa ni nini? Ni higher high, and this one lower high. Tukaja kupata hii hapo higher high. Sawa? Kwa hiyo nikisema sasa tuanze kulabel kuonesha higher high and lower low, maana tutakuja kusema this one here, tutaanza kusema kwamba hii one nini ni high ambayo ina initiate the trend, sawa. Hiyo ime initiate the trend, and this one here hapa tulikuwa tunaita nini? Huwa tunasema ni higher low, and this one here is what we call, hii huwa tunaita huwa tunasema ni higher high, huwa tunasema higher high. Hapa huwa tunasema ni lower low, huwa tunasema lower low, very sorry, higher low, and here is what higher high, here lower high, higher low, this higher low, this one higher high, and this one here higher low, and this one here, hiyo price ya juu kabisa ndio tuna nini, higher high. So this is how we can label the price move. Kwa hivyo ndio tunavyoweza kumaki hizi series zetu, sawa. Na market ya namna hii kwamba tunaona kwamba hii
ni bullish trend. Hata nikiweka hivi inaniambia kwamba huu mzigo unapanda. Sawa, huu mzigo unapanda, kwamba hapa buyers walikuwa wanaingia sokoni, wana push price, wana dump, wanawaruhusu sellers, wanajaribu kushusha soko chini, lakini buyers wanaingia na nguvu zaidi, wanarudisha tena price sellers, buyers wanaingia na nguvu zaidi, sellers wanarudisha tena price, buyers wanafanyaje? Wanaingia na nguvu. Sawa, hiyo ndio mfano wa nini, our bullish trend. And also I have another example here. Tumepata mfano mwingine. Mfano mwingine ni ile ambayo tuliita kwamba ni nini, ni range in market. Sawa, range in market. Ukija kuangalia hapa unaona price ilikuwa inaenda ina react to this level. Sawa, and also you was having this level as you see. Sawa, sijui mnaona price ilikuwa ikifika hapa inajaribu kuvunja, inashindwa, inarudi chini, ikifika chini ina buy, inaenda, ina buy, inaenda. Kwa soko la namna hii huwa tunasema ni nini, ni range in market structure, na huku juu huwa tunapaita ni nini, huwa tunasema ni resistance, level of resistance. Sawa, and this one here huwa tunasema ni nini, ni level of support, huwa tunaita ni level of support, huwa tunasema ni level of support level, huwa tunasema support level. Kwa aina hii ya soko guys, ni kazi sana sisi kuweza kudetermine the actual direction of this price. Sawa, kwa tuje kuangalia, na ukija kuangalia hii pair yote imekuwa iko characterized kwenye mfumo wa bullish trend. Hata tukiangalia kwenye hili eneo, sawa, tukiangalia kwenye hili eneo tutaona kitu kile kile kwamba haya low hii hapa then ilikuwa ni nini, higher high and this one lower high, na higher low and this one ikawa ni nini, ni higher high, hii hapa higher low, then tukapata nini, higher high and this one lower high, and then the price ikatrend in that way. Sawa, kwa hii hapa ile along this area is also a bullish trend. Sawa, that is a simple example. And here I have another example. In case of bearish trend. Sawa, in case of bearish trend. Kwenye bearish trend tunakuja kuona hapa price yako ilikuwa na trend kuelekea chini. Mfano hii hapa ilikuwa ni nini? Hii hapa ilikuwa ni high and this one was a lower low and this one was a lower high. This one was a lower low and this one was a lower high. This one was a lower high and this one was a lower low. This one it was a lower low. This one a lower high. This one a lower low. This one lower high. This one here lower low. No. This one here lower low. This one lower high. This one lower low. Mmenisoma jamani? Are we together? Kwa unakuja kugundua kwamba hizo zilizokuwa zako. Kwa hiyo utasema kwamba ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni lower high. This one was a lower high, so and this one here was a lower low. Here lower high, and this one lower low. This one lower high, and this one a lower low. This one lower high, and this one lower low. This one lower low, and this one lower high, and this one lower low. This one lower high, this one lower high, and this one lower low. So by looking to this one, hivi ndio tunaweza kusema kwamba soko la forex lina trendi katika mienendo hiyo. Kwa nini nasema hivyo? Ukija kuangalia guys, sawa, kwa nini hii imekuwa lower low? Kwa sababu nikichola hivi, sawa, hakuna low nyingine lower high nyingine iliyokuja kuclose above, iko chini lakini iko juu ya hii, sawa, and the same applied hii hapa, iko chini, sawa, lakini iko juu, hii hapa iko juu lakini iko chini ya nani, ya huyu, ndio maana tunaita ni lower high. Sawa, si unaona price zote hamna movement ambayo imekuja ku close above this one. Do you see? Are we together? And the same apply to the lower lows.
lower lows tunaona close below. Tunaona kwamba price zote zinakuwa close below as you see. Price imeenda na close below as you see. Price inaenda na close below as you see. But remember, kipindi mimi nafanya haya yote, kuna movement nyingi sana ambazo ziko hapa. Sawa? Kuna movement nyingi sana ambazo ziko hapa. Mimi nimeconsider structure kubwa zinazoonekana, and I have ignore the minor structure. For example, mimi nilivyosema kwamba nimeconsider hii movement kutoka hapa, sawa, nikaja hapa, nikaja hapa, nikaja hapa, then nikatake this one, nikaja kuconsider hii huku chini, si ndivyo? Then nikaja kuconsider this move, and then I have to consider this move, nikaja kuconsider this move, and then this move, and finally this move. Sawa, angalia sasa hapa kuna movement zingine nimeziacha. Kwa sababu gani? Hazija build the major structure. They have not built the major structure. Mfano, kija kuangalia hapa nilikuwa na movement hii kutoka hapa. Sawa? Kuna utu movement kidogo. Si mnatuona utu? Sote utu nimetuacha. Utu. This one. Do you know guys? Sasa kwa kuconsider hutu hauwezi kujua actual direction of the price. You know, kwa na wewe unatakiwa ufate, sawa, kama kitu ambacho nimechokifanya mimi. Tunaenda tuna consider structure kubwa kubwa, sawa. Hizi minor structure tunaachana nazo. Kwa sababu gani? Hizi hapa hazitupi direction of the price, bali zinafanyaje? Zinatuumbisha kutoka kwenye mtazamo wa msingi, sawa. Na hatua ya kwanza jamani, ili uweze kujua kwamba unatakiwa kufanya nini, sawa, unatakiwa kufanya nini, unatakiwa uanze kujua ni soko liko katika mtindo gani, ni soko la kupanda chini au ni soko la kwenda juu. Maana yake kwamba either ni downward trend au ni upward trend. Hapo sasa ndio linakuja swali lingine, where to buy and where to sell. But the first thing, lazima ujue kwamba ni aina gani ya soko, sawa. Hata tunapotaka kuna kwenda kwenye magari, hatua ya kwanza lazima ujue ni aina gani ya gari, sawa, ni aina gani ya gari. Okay, sawa. Au kwamba ni aina gani ya engine, ni diesel engine au ni nani, ni petroleum nini engine, sawa, au ni gasoline engine. Then hapo ndio unaanza kujua sasa, okay, gari hii ina tabia hii, gari ya hivi ina tabia hivi. So kwa hiyo nasema hapo kwenye soko la forex lazima ujue kwamba this one ni aina gani ya trend, ni down au ni upward. Na kama inakuchanganya zaidi, inabidi utumie kama mimi nilivyokuwa nafanya, kwa kutumia unachora mstari kuanzia juu mpaka kwenye nini, maeneo ambayo unayaangalia. Kwa kuchora hivyo, sawa, kama unapata mkanganyiko, itakurahisishia wewe kuweza kujua kwamba okay, main structure zilikuwa zinaelekea namna ipi. Kwa hiyo ni maelezo yangu machache ambayo naweza kukwambia kwa muda huu, sawa. Let's do another example. Tufanye mfano, I think unaweza kuwa ni mfano wa pili na wa mwisho. Sitaki niwafundishe vitu vingi kwa hapa mwanzo, sawa. Sitaki nielezee vitu vingi kwa hapa mwanzo, ili at least kila mtu aweze kufanya kidogo kwanza hichi ambacho tutakuwa tumeelekezana, ili baada ya hapo taanza kuongeza vitu slow until we make it. So let's look here. Tuangalie around this area. We have the price move. Sawa? We have the price move. Ukija kuangalia hapa, tulikuwa tuna hizi movement gani? Sawa? Tulikuwa tuna hii movement unaoiona. Una price itoka hapa, sawa? Then price ikaja hapa, itengeza high, and then ikaja hapa, price ikatengea ikamove, then price ikatengea this way, price ikaja hapa. Sawa? Looking guys, hapa we have the minor structure, sawa, ila mimi ninayoiangalia ni hii high yangu hapa, sawa. Hii iko juu, kuna structure nyingine ambayo iko juu kuliko hii, nakuja kuiona ni hii hapa, sawa. Then nakuja kupata structure ya chini ni hii, structure iliyoko juu ni hii, structure iliyoko chini hii, then hapa no, hii iko, yes, iko juu. Hiyo lower yangu hii hapa, high yangu
low, then as you see the price move in that way. Sawa. Kwa kuweza kujua kwamba hapa mimi naweza kujua kabisa kwamba okay, aha, hii hapa itakuwaje. Najua kabisa kwamba hii hapa ndio ilikuwa ni nini, hiyo ilikuwa ni low. Sawa. And this one was high and this one was low. Sawa. Hiyo ilikuwa ni low, hii hapa ilikuwa ni nini, ni high. Hii hapa ilikuwa ni nini, ni lower low. Hii hapa ilikuwa ni nini, higher low. Sawa. And this one was higher high, this one was higher low, and this one was a higher high, this one was higher low, and this one was a lower higher high, this one was higher low, and this one was a higher low, and this one was a lower low, lower high. Sawa. Kwa tunakuja kupata okay, the actual move price ilikuwa inatembea in that way. Kwa hapa mimi kwa kufanya hata hivi najua kabisa huu mzigo ni nini, ni upward trend. Kwa hiyo hatua ya kwanza lazima ujue kudetermine highs and lows. Highs and lows ambazo zitengenezwa kwenye major move. Usikompliketishe, usianze kuona kwamba mbona forex ni ngumu. No, wewe ndio mgumu. Sawa jamani? Forex sio ngumu. Wewe ndio mgumu. Yaani ukiona kama huelewi, maana yake wewe ndio mgumu. Kwa nini nasema hivyo wewe ndio utakuwa mgumu? Maana yake you have to assume you know nothing. Sawa? Ili uweze kuelewa lazima ufanye kwamba kichwa chako ni empty, alafu kianze kukula, yaani uanze kufata kile ambacho unacholishwa. Sawa. Usiseme kwamba mbona wewe angalia ninachokifanya mimi then kikalili. Sawa. Kwa mara ya kwanza kikalili, baada ya hapo ndio utaanza kuelewa kadi unavyofanya mazoezi. Ila kwa muda huu angalia, mimi ni chukua zile key concept ambazo nimekuambia tunaondoa structure ndogo ndogo hapo tuzingatie, alafu then ili tuweze kusema hii ni high lazima iwe juu ya mwenzake, ili tuweze kusema hii ni low lazima iwe nini, kwenye mazingira fulani. Sawa. Kwa hiyo unaangalia yale mazingira ambayo mimi nimekupa, na kama ikikupendeza ukiweza ni vizuri unakuwa unaenda unafanyaje, unachukua kasamale una take note. Sawa. Unaenda una take note. Hiyo ni kwa nini tuangalie fanye mfano mwingine I think ambao unaweza kuwa wa mwisho. Okay. Tuangalie kipande hichi cha ile eneo. Okay, let's look to this area. Ukiangalia hapa guys, this one is a strong bearish trend. So this one is a strong bearish trend as you see. Si ni sawa jamani? This one is a strong bearish trend. Sasa the issue come is where to determine this series of high and lows. Sawa. Tunakuja kuona hii hapa ndio ilikuwa high yetu, and this one was a low, this one was a high, and this one here hapa ndio ilikuwa nini, low yangu, and this one was high, and this one here was a low, this one was high, and this one was a low, this one was a high, this one was a low, this one was high, this one was a low, this one was a high, this one was a low. Do you see guys? Do you see? Kwa tunakuja kwamba price yetu inatembea kwenye mazingira kama hayo, high low. Sawa. High low, high low, high low, high high low. This one is high, and this one is what, low. This one is high, this one is low, this one is high, and this one is low. Sawa. Kwa price tunaiona inatembea kwenye mtiririko kama huo. Kuna mtu hapa yuko anajiuliza, sasa hapo nitabai wapi, nitaseli wapi? Tuliza. Sawa. Tulia. Kumbuka nilikwambia kwamba hapa tunachokifanya tunatafuta muunganiko wa kitu fulani. Sawa. Tukishapata huo muunganiko ndio utakuja kutupa jibu wa wapi unatakiwa ununue na wapi unatakiwa useli. Sawa. For this like that one.
mwenye swali